Tuko na mzee Ndonya, kama ulivyomsikia msikilizaji, ni msanii maarufu kabisa kutoka wilayani Makete mkoani Njombe, lakini ni miongoni mwa wasanii wanaofanya vizuri sana. Mzee Ndonya, kwa nini kwanza hizi nyimbo zako zinakuwaga na ujumbe fulani hivi mara nyingi kwa jamii? Yaani ni ujumbe fulani hivi kama unatuma message kwa watu. Hebu tupe siri, unapoamua kuandaa wimbo wako vitu gani ambavyo unaviangalia mara nyingi? Mara nyingi vitu ninavyoviangalia katika nyimbo zangu, ninaangalia mambo yanayoihusu jamii kwa ujumla. Hasa kulingana na umri wangu. Okay. Nimeyaishi maisha sana ya kimaskini. Okay. Kwa hiyo nayajua sana maisha ya mwanadamu yalivyo kwa ujumla. Okay. Kuna mtu anaandika hizi nyimbo zako au unaandika mwenyewe? Mwanangu, ukiniita studio mimi hakuna sababu ya biki. Nina albamu 3, sina hata wimbo kwenye daftari. Mimi ala ya mziki itanipeleka kuleta sauti na nikatoa kitu kakishangaa mwenyewe. Ndio. Okay. Nyimbo zako zimepokelewa na watu wengi maeneo tofauti tofauti. Unafurahi kwa kiasi gani? Kwa kweli nina faraja ya pekee. Maanake huko nyuma nilikuwa nadhania mimi siwezi kuimba. Lakini kilichonipa raha ni pale kila wakati nikiitwa jukwani watu wanasimama na kunishangilia kwa hali ya juu sana. Hivyo inanipa morali ya kuendelea kuwa mimi embu sasa niimbe zaidi. Na huko nyuma, miaka nyuma nilikuwa naimba tu. Lakini baadaye nikaanza kuitwa na mashirika mbalimbali, watu wa siasa. Nikisimama jukwani tu nakuta nimerudi na mfuko wa hela. Basi nikajua kumbe hii biashara bwana. Kumbe mziki hela kumbe mziki ni hela. Nikawa nafanya mziki kwa hali ya kawaida Makete. Lakini pekee sana nilitolewa Makete nikapelekwa Dar es Salaam. Pale niliamini kuwa mimi ni mzigo wa mtu aliyenipeleka. Huyo Lubega Costa Plaza. Nilidhania ni mzigo wake. Lakini nilivyoingia Dar es Salaam, nimesimama nina perform. Bwana. Wakinga wote, Wachaga, Wasukuma walikuwepo, kila mmoja alijitosa mfukoni na kutoa chochote alichonacho kunipa mimi. Pale ndo nilianza kucheka tu. Okay. Na mziki ulianza mwaka gani? Mziki kwa kweli nimeanza miaka mingi. Nilianza mwaka 2007. Lakini hapo kati nilikuwa na wanafunzi wengi shuleni. Ndio. Niliona kwa sababu kulikuwa hakuna kipato, niliamua kusitisha, nikasimama nifanye kwanza watoto waende shule waweze kujitegemea. Okay. Baada ya kumaliza watoto nikaona wote wanajitegemea. 2025 nikaona moyo bado unanisuta. Mziki ni asili yangu, basi nikaamua kurudi tena kwenye mziki. Okay. Na ndipo rasmi nimerudi kwenye mziki. Hapo sasa ndo nimeamini kuwa mziki ni biashara. Okay. Na wananchi wilayani Makete mkoani Njombe wamekupokea vizuri. Mziki umesema awali kwamba ulikuwa unafanya kawaida tu, lakini baadaye ukapata na ufadhili, udhamini, mpaka sasa hivi bado wanakushika mkono au namna gani? Kwa kweli mpaka hapa nipo hapa. Ni wafadhili wananibeba. Lakini vijana wanatakiwa watambue. Yaani unabebwa kwa jinsi ulivyo. Yaani unabebwa kama unabebeka. Kuna watu akibebwa na anachana mbeleko. Lakini mimi baada ya kunipeleka Dar es Salaam, alisema bwana, mimi nashukuru Mwenyezi Mungu nilibeba mtu anayebebeka. Umenitoa aibu mbele ya wakinga wenzangu na makabila mengine. Sababu ya kazi ambayo nilisimama, nilifanya kweli kama sio Ndonya. Mtu akiniona nimesimama pala anadharau, lakini sasa acha niingie kwenye mziki. Okay. Vyote, sauti, kukata lumba. Yaani lumba vijana huwa wanaferi mara nyingi. Hawanikuti. Udhamini mpaka sasa hivi, yani ni kipindi cha muda gani? Kipindi cha mwaka mmoja. Mwaka mmoja na mwezi sasa. Na mwezi. Unaona maisha ni tofauti yale ya muziki wakati ulikuwa unafanya ukiwa peke yako na sasa hivi?
ni tofauti. Ukienda nyumbani kwangu tayari nimejenga banda la sanaa Makete, kitu ambacho nadhani baada ya mwezi mmoja nitawaiteni mje mshuhudie, muangalie kile nilicho nikifanya. Ni banda la sanaa wilaya ya Makete, kwa sababu sasa ni mtu wa kwanza wa nyimbo za asili kupeleka vipaji juu. Kwa hiyo nataka niweke historia. Lile banda litakuwa linahusisha nini pale? Litakuwa linahusisha wasanii wote wachanga na wale wakomavu kwa ajili ya kuja kujifunza. Nataka waige, wajue mimi bila kuimba sikujenga kama vile. Okay. Nimeanza kuimba, nimejenga vile na bado wananiona. Acha kuangalia hizi mvi bwana. Wewe angalia matendo. Angalia matendo. Matendo ndo pekee. Ninachoomba tu wakinga wenzangu na washukuru wote wale walionidhamini, wale ambao wamenifadhili. Injinia Sanga mimi sina cha kusema kwake. Yeye anatoka Lupila, mimi natoka Iwawa, lakini amekuwa mtu kama kaka mdogo wangu wa nyumbani. Yule bwana ameweza kunitoa Makete na kunipeleka Dodoma. Nikakufahamu, lakini chote kilichonipeleka muziki. Ni kina nani na nani wanaokushika mkono? Wanaonishika mkono pekee walio ambao wanakudhamini yani. Pekee ni Costa Plaza Lubega yani. Lubega Sanga na mdogo wake Mapembe Lukago, wale ndo namba moja. Lakini kuna bwana Labson Maenge ambaye sasa ni diwani wa kata ya Iwawa. Naye kwa kweli alikuwa hajawahi kuniacha. Ndio. Na mna pengine kwa maana mnakuwa mnaingia mkataba fulani au namna gani, au anakusupport tu ile? Yaani kinachonishangaza wale jamaa bwana, nashindwa kuwaelewa. Wale jamaa shida yao si kana kwamba wapate maslahi kupitia kwangu. Wao wanafanya kazi mimi nipate furaha yao na faraja yao, nikukuta mimi nimebadilika toka nilipokuwa ninakwenda juu, kwa sababu vyote hivi ninavyofanya, kwa sababu shughuli zinazokwenda YouTube ni za kwangu mimi, kuanzia senti hadi sumni hadi shilingi yote vinarudi kwangu. Okay. Fedha ninazopata ninapokwenda kwenye sherehe zote nikirudi nazo ni za kwangu, lakini bado wanakuwa wamenisafirisha, wamenirudisha. Nikisema sasa za mafuta, wanasema wewe kama umetuchoka tuambie. Sisi faraja yetu ni kuona unafanya kama tulivyotarajia. Tunataka tuwaonyeshe vijana kuwa wajitume waweze kufanikisha kama ulivyofanikisha mzee wao. Okay. Vijana wengi ukisikiliza sasa hivi ukiambia changamoto kubwa ni nini na kusumbua kama msanii, nakwambia kwamba changamoto kubwa sina management, yani hana wale wa kuweza kumsupport. Tueleze Mzee Ndonya, kwako ni rahisi kiasi gani na ni ngumu kiasi gani kuendelea kufanya kazi chini ya watu fulani, na ni rahisi kwa kiasi gani pia kuweza kuwapata? Nikwambie mtangazaji, shida moja ya vijana wetu, akishaimba wimbo mmoja ndio umetokelezea, watu wamemshangilia barabarani, anapandisha mabega, anajitahidi kushusha suruali. Sasa ile kwa watu wazima wenye nia ya kukufadhili wanakata tamaa, kwa sababu alikupa kidogo, umeanza vituko, huna wazee, yani ni wewe upo juu. Wanasema hivi kwa mavazi havihusiani na masuala ya kuimba. Maana naona vijana wengi akiamua kuimba muziki lazima aanze kuvaa mavazi fulani. Kwamba Mzee Ndonya wewe lazima uwe na mavazi fulani kwa sababu ni msanii. Yaani kwa ujumla wewe vaa mavazi yako vizuri. Kama unaelekea kumuonyesha mtu kwa wewe ni maskini, basi vaa nguo zinazoonekana zimechakaa, lakini umevaa vizuri. Kuonyesha nusu uchi ile inawakatisha tamaa wafadhili. Ndio. Kwa hiyo niseme vijana akivaa vizuri, akaimba vizuri, akaheshimu watu wote, basi wewe wafadhili watakuwa wengi. Kwa mfano mimi, ofisi ya mkuu wa wilaya, afisa utamaduni kwa wilaya ya Makete, hakuna mlango ninaingia nikadharaulika. Nikiingia wanasema karibu mzee, karibu msanii.
na mimi sikutegemea, nilikuwa nakaa siku moja mimi 2023 nilishangaa nateuliwa na mkoa wa Njombe kuwa mimi ni mwenyekiti wa ngoma za asili na chakula cha asili wilaya Makete. Sasa wapi akina Aruda wapo, akina Mzee Mtawa wapo, na wengine pia bado wapo, lakini wakasema Ndonya unastahili. Nilivyojaribu kuwauliza wakasema usituulize, tunachotaka ni vitendo. Tumeamua wewe kwa kipindi hiki, kipindi kijacho kuna wenzio, lakini fanya kwa inavyotakiwa. Okay. Asante sana msikilizaji wa Green FM Radio, tuko na Mzee Ndonya, moja kati ya wasanii maarufu sana katika wilaya Makete, lakini ambao wamekuwa na mchango mkubwa sana kwenye muziki huu wa asili. Kama na jambo niandikie ujumbe kupitia nambari ya simu 0743 398888. Hapa studio nitausoma ujumbe wako kama na swali lolote ambao ungependa kujifunza kutoka kwake Mzee Ndonya ambaye tuko naye hapa studio moja kwa moja, basi niandikie pale, itakuwa imeenda vizuri kabisa zaidi na zaidi. Lakini Mzee Ndonya, tuambie pia jambo moja tu kuhusiana na kwa nini uliamua uimbe muziki wa asili. Kuna bwana mmoja asubuhi hapa amepiga simu akaanaeleza wimbo ambao unasikika hapo chini, Utengwe Ndete, kaanaeleza ile story ile kwamba anamaanisha hivi na hivi. Kwa nini ukuona uimbe tu labda kwa Kiswahili ukaamua utumie lugha ya Kikinga? Kulikoni? Nikwambie mwanangu, ili uwe bora nyumbani kwanza. Mimi nimetangulia kuwaonya vijana wa Kikinga ili wale ambao wanaonekana wanaanza kubadilika. Mimi nawaitaga ni mixer. Manake mtoto wa Kikinga bwana, kwa ujumla ana juhudi za kuchapa kazi, ana busara, lakini ukiona huyo mtoto amejaa dharau, anapandisha mabega, kwenda kazini mvivu, mimi huwa namuita mixer. Mama inawezekana lidanganya. Yani kitanda wanasema kizai haramu, pale kuna haramu pale. Kwa hiyo niseme ndio maana niliimba kuwajulisha kuwa acheni vijana, acheni dharau. Mimi hapa ni mzee, lakini wale nidhamini ni vijana, na wakati kuna vijana wenzao wa kuwadhamini ambao watasaidiana, wanajua watasaidiana kwa muda mrefu. Mimi niseme jua linachechemea, linaelekea kuzama, lakini wakaamua kunidhamini, niseme ni kwa nilivyo. Ninavyoongea hivi, mtu akitaka kuiona kazi yangu, nenda YouTube, ingia, na nimeandika jina la busara pia, nimeandika Mzee Ndonya. Wewe ukiandika Mzee Ndonya, basi unakuta Ndonya huyu hapa, na ndipo utakapozikuta na kazi zake, na ndipo utakapoona Ndonya huyu dunia inamuoneje. Maana hapo sio Wakinga, ni dunia inamuoneje. Alafu unafikiri kwa nini awali pale ulituambia kwamba ulivyoenda Dar es Salaam ukakuta Wachaga, Wasukuma, Wakinga na makabila mengine yakifurahishwa sana na wewe na nyimbo zako? Ukiangalia wewe unaimba nyimbo zile za Kikinga, unafikiri kuna nini hapo? Yaani vionjo, vionjo vya kazi ile havitabiri kabila. Ni kama zamani vile tulivyokuwa tunacheza zile sahani za rekodi za player. Yaani kulikuwa tunacheza sana nyimbo za Kenya Kijaluo. Watu wanaangalia mdundo na jinsi ulivyosimama wewe uliyetangulia kuwaeleza kuwa wacheze hivi. Kwa hiyo sasa ukicheza waone kuna mwelekeo na wao wa kuweza kucheza, basi watasimama watacheza na wewe. Okay.